Hadi saizi ukifika stand ukiwaambia swala mikopo wa machinga, wanakudharau na mbona kama vile ndio yale yale. Hivi tuamue tuwe sasa tuanze kujikausha damu wenyewe. Tunajiwekeza wenyewe, tunaanza kujikopa wenyewe. Kundi lenu ni kundi ambalo linaonekana liko kwenye vihatarishi vya ushawishi vya kujiingiza kwenye matukio yanaweza kuvunja amani, yanaweza kuhatarisha usalama. Hata wenzangu wananiuliza kwamba huko Mpanda hakuna maafisa usafirishaji, kwa maana bodaboda na bajaji hawapo. Kawaambia wapo. Hakuna machinga, hakuna na makundi mengine kama mlivyo hapa hawapo. Kaambia wapo. Mbona hatujaona chochote? Kaambia sisi tunaelewana na tunajua maana ya amani, tunajua maana ya usalama. Kwa hiyo niwapongeze sana. La pili ambalo tumefanya tukutane hapa ni kuwasikiliza. Inawezekana mna jambo ama mna ushauri ama mna kero, kuna changamoto, basi tukaona ni vema tukawasikiliza. Kwa yale ambayo mnadhani serikali yenu ya wilaya iyafanyie kazi ili hali tulionayo tuendelee kuwa nayo. Ukiangalia katika mazingira ya kawaida kwenye hii mikopo iliyotoka sasa hivi, unaona asilimia kubwa sana wengi ni kina mama kuliko vijana. Hata ukipata ile menyu ukifuatilia kwa kina, sisi vijana wa kiume, kwa sababu vijana kuna kina mama na kina baba, sisi vijana wa kiume asilimia kubwa tuko wachache pale. Na ukiangalia kwa nini tuko wachache, mikopo yetu hii inatolewa kwa, wanasema katika mazingira ni kama kwa mazoea. Unakuta kuna kikundi pengine kina zaidi ya miaka 5, kila mwaka kinakuwa ni kile kile. Hasa tuombe wale watu ambao wanaotoa mikopo, kwa mfano kwenye halmashauri wa vikundi, tupeleke kipaumbele kabisa kwa wale watu ambao hajawahi kupata kabisa mkopo. Na baadhi ya wanakikundi wengine waliamua kuacha, tukaingiza wengine. Ikabidi tukaamua tuanze kujibisi, tuanze kujikausha damu wenyewe. Tunajiwekeza wenyewe, tunaanza kujikopa wenyewe. Yaani mtu anaweka 20,000, anakuja anakopa 20,000 ile, mwisho wa siku anaamua kuacha. Kwa mheshimiwa, upande wa mikopo na kwenyewe kuna changamoto. Huenda kama ungekuwa na ofisi nyingine ya kuanzia tofauti na huko ofisi za kata, tunajua tunakoenda ofisi za kata huko. Hadi saizi ukifika stand ukiwaambia swala mikopo wa machinga, wanakudharau na mbona kama vile ndio yale yale. Sasa hili jambo mimi naomba viongozi wetu waliangalie kwa namna moja ama nyingine. Kwenye upande wa masuala ya mikopo, tuna kikundi chetu kimesimama pale stendi ambacho tunakopeshana japo kiwango kinakuwa kidogo. Sisi hata kama ingepatikana hata milioni 7 tu mule tukawekewa kwenye kikundi, wale machinga ninavyokuambia mkuu wa wilaya, siku ukipita anaweza kukutandikia na kitenge, wewe unapita juu ya kitenge mkuu wa wilaya. Kwa sababu kuna wamama pale wanahangaika, lakini sasa kuhusiana na mambo yanayowabana, mama anameshika beseni na ana miaka karibuni 7 pale. Haya, lakini masuala ya mikopo hapati, akipata labda anaishia kupata 120,000, 140,000. Sasa ukizingatia mtu anapohitaji kujikwamua kiuchumi, tunachohitaji tutoke ile hatua ya 100,000, basi tupate hata 500,000 na kuendelea, kusudi hata mtu anapotoka hapo aenda kufanya maendeleo makubwa zaidi. Sisi kama vijana wa bodaboda tunarudisha tena ombi kwako. Tunaomba sana tuweze kupata mkopo wa ardhi. Kama kuna maeneo ambayo mkurugenzi hajayapima, basi tunaomba ukatuwekee historia yakapimwe, tukopeshwe viwanja, kwa sababu tumeona kama kule hii njia ya kwenda Nsimbo kuna kampuni imepima viwanja na inakopesha. Ni ushauri mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa maafisa maendeleo. Kweli malalamiko ya watu wengi mtaani ni kuhusu mkopo wa 10%. Wengi kina mama mtaani na vijana sio waelewa. Leo anaenda ofisini anaambiwa andaa katiba, sijui andaa nini, yani vitu vinakuwa ni vingi sana. Na bado akiandaa atoke ofisi ya kata aende kule halmashauri. Nilikuwa naomba kama ombi iweke one stop center kama hapo ofisi hapo chini, kwamba kipindi cha dirisha la mkopo wawepo wote wataalamu pale, mtu akija apate vitu vyote wakati mmoja. Kwa hiyo niombe kama ikifika wakati wa dirisha la mkopo wakae eneo moja, ili sisi tuweze kuwashauri vijana wetu wakifika pale watoke wamekamilisha kila kitu katika eneo hile. Asante.
Ombi la kukopeshwa viwanja nimelipokea, nitalifanyia kazi. Mandhari wenyewe mmesema ni kukopeshwa, naamini ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hili liko ndani ya uwezo wetu, ni waahidi kwamba tutalifanyia kazi. Tunazo kampuni zinapima, naamini wanaweza kufanya kitu. Kuna ushauri ambao umetolewa hapa na uona ni mzuri. Nadhani mtu wa mikopo wakati unazungumza ulilisemea kwamba kuwa na one stop center wakati ule wa kutoa mikopo, kama kuna taasisi zinazotakiwa zikawepo sehemu moja ili kurahisisha utendaji kazi. Tunao vijana ambao wamepata mikopo. Tunacho kikundi kimoja cha vijana ambacho nilipouliza nikaambiwa hata hakuna aliyemaliza chuo wala chuo kikuu. Kikundi cha vijana wanaohusika na usindikaji wa mafuta ya alizeti, ambao walipewa mkopo awamu ya kwanza, wakapewa awamu ya pili milioni 40, wamerejesha na sasa wanataka milioni 100. Dhamira yetu ni kuhakikisha vijana wanapata huo mkopo. Sasa tunataka tuwe na vijana kama hawa ambao vijana wengine watawaona na kujifunza kutoka kwao, lakini na wao wataajiri vijana wenzao. Tunaamini kwa kufanya hivi vijana wa Mpanda wataiona dhamira ya dhati ambao Mheshimiwa Rais anayo ya kuwatumikia wananchi wakiwemo vijana hawa wa Mpanda. Na kwenye hili pia niwaombe, nitoe rai kwenu kumuunga mkono Mheshimiwa Rais katika haya maono alionayo ya kuwatumikia wananchi na haswa vijana. Nyewe mmeshaona sasa hivi tayari tuna wizara inayohusika na vijana peke yake.